Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumpokee mgeni kwetu alotujilia, mleta nyingi amani na imani kuzidia. Pamoja tushukuruni tulomshuhudia, kwetu kuna wenzetu jamani, kwa Mola wamerejea, nao walikitamani leo tuweni pamoja. Ndugu, tujiandaeni nyoyo kumsafishia, ana vitu vya thamani zawadi metuletea. Ya kwanza ni Qur'ani, kusoma kuzidishia. Saumi tufungeni tupate sote afia, hili yake Manani mwenyewe ametwambia. Kwa hivyo tushikaneni apate kuturidhia. Swala tukithirisheni, faradhi na sunna pia. Tarawih tuendeni, tusije kujikosea. Na usiku amkeni Rabbi kumsujudia. Wezenu walikeni, futari kuwapatia. Tena hasa masikini mikono kuwanyoshea. Wasifunge kwa huzuni, hasara tunaingia. Ya Rabbi atuaini fike bila udhia. Walioko vitandani awafu ya jalia. Tufunge nao ndani bila moya kukosea. Tamati nisameheni nyote nilowakosea. Najijua mimi duni, dhalili na nyenyekea. Huruma nioneni katu sitorejelea. Na dua tuombeni mazito kuepulia. Na dhiki zilizo nyoyoni zitoke mara moya. Na kesho tuwe peponi na tumwa wetu nabia. Marhaba marhaba ya shahru Ramadan, ya shahru siyam, ya shahru al-Qur'an, ya shahru al-ihsan, ya shahru al-ghufran. Mtukufu Ramadhani, mwezi ulo na amani. Umeshafika duniani, nasi tukaupokea, upokea. Tulikuwa twaungoja, kadhalika kutaja. Kwa lini utakuja, utakuja. Sasa umetufikia, na saumu ni lazima, kaamrisha karima. Ndani ya kitabu chema, kitabu chema, Qur'ani yetu pia. Marhaba marhaba ya shahru Ramadan, ya shahru siyam, ya
الغفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا وزير له لا معين له، لا شبيه له لا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله. أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله نبينا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. Baada ya kumshukuru Allah jalla jalaluhu na kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammad, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia mara nyingine tena tukawa hai mpaka tukaikuta Ramadhani ya mwaka 1446 mwaka 2025. Hii ni neema kubwa sana. Kama utakumbuka Ramadhani iliyopita ya mwaka jana, nilikuwa nikiraddid baadhi ya maneno ya kuonyesha kwamba tuna bahati, na pia niliwahi kusema maneno ya kuonyesha kwamba wengine kuna uwezekano kwamba hatutoipata Ramadhani inayokuja. Nikasema huenda ikawa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anakupa fursatun akhira katika hii Ramadhani, kupa last chance. Na maneno haya baadhi yetu ambao tulikuwepo katika darsa yamethibitika kiasi kwamba Ramadhani hii hatunao, washakwenda mbele za haki, tushawazika. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba awarehemu. Lakini mara hii inaweza ikawa ni zamu yangu mimi na zamu yako wewe, kwamba Mwenyezi Mungu anatupa nafasi ya mwisho katika hii Ramadhani. Yasikilize vizuri maneno haya, huenda yakakuhusu, yakanihusu, yakamhusu mtu yoyote mwingine ambaye atakuwa anatusikiliza. Huenda ikawa hii ni Ramadhani yako ya mwisho, na tukisema hivi hatutishani, tunazungumzia ule ukweli, tunazungumza reality ya life ambayo tunaishi. Al-a'maru kulluha biyadillah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ende mwenye kujua umri wangu na wako utakoma lini. Sote tulikuwa hapa hatujui tutaondoka lini. Kwa hiyo hizi ni nafasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa, kwa sababu ukipewa nafasi ya Ramadhani umepewa nafasi ya kuzidisha uchamungu wako na mema yako yatakayokufaa kesho akhera. Kwa sababu upate ile Lailatul Qadri moja tu ambayo umeambiwa ni khairun min 1000 shahr, wewe utakuwa mbali sana. Kwa hiyo
tumia vizuri msimu wa kheri kama huu, na moja katika njia za kuitumia vizuri msimu kama huu ni kukutana kama hivi, tukakumbushana, kusoma Qur'ani kwa wingi, ni kufunga, ni kutoa sadaka kwa wingi, ni kulisha, ni kualika watu iftari, ni kufanya mambo ya kheri katika msimu huu ambao Mwenyezi Mungu angalau amekupa uhai, unaendelea kupumua. Mimi katika Ramadhani hii nimepanga kujikumbusha mwenyewe na kuwakumbusha ndugu zangu mambo ninayoyaona ni muhimu sana katika maisha yetu, na ningeomba utulivu wenu na uvumilivu. Nina nukta kama zinaweza zikafika 10 ambazo nimeziona kwamba nizilete mbele yenu, nizizungumze, zitatue mmoja katika matatizo makubwa ambayo jamii yetu imekumbwa nayo. Darsa hizi ambazo insha Allah zitaendelea kuanzia leo na kesho mpaka pale nitakapomaliza haya ambayo nataka kuyazungumza, au likitokea jambo lolote lingine. Anwani ya darsa hii ni asbabu inhirafi alkhuluqi inda alatfal au alawlad, yani sababu zilizopelekea kupinda kwa watoto kimaadili, wa mualajatuha, na tukipata nafasi na solution zake. Yani katika hizi darsa ambazo zitaendelea kuanzia leo mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atatujalia, nitataja na kuzigusia baadhi ya sababu ambazo zimepelekea watoto wetu kupinda, kukengeuka, kuharibikiwa katika maadili na tabia, na solution zake au ilaji, yani utatuzi wa matatizo hayo. Yoyote katika sisi hili jambo linamhusu, hata kama hana mtoto. Kama huna mtoto, una mtoto wa ndugu yako. Kama huna mtoto, una mtoto wa babu yako, wa ami yako, wa mpwa wako, wa dada yako, wa shemegi yako. Sote tunahusika katika sababu moja au nyingine ya kuwalea watoto. Tunasema watoto kwa sababu watoto ni moja katika mambo yanayouma sana katika maisha yetu. Watoto ni moja katika mambo yaliyokuwa yanashughulikiwa sana na wazazi na jamii na hata serikali. Utaona kuna mambo serikali inaingia kazini na kuingia hasara mara nyingine, na kuingia shughulini kwa ajili ya kupanga na kutengeza better tomorrow ya watoto, yani kesho iliyokuwa ni bora. Mimi nakumbuka tulipokuwa wadogo tukisoma kule Kenya, kulikuwa kuna kipindi kila wiki serikali ya Mzee Moi ilikuwa ikipeleka maziwa katika shule zote Kenya nzima. Haya maziwa ambayo sisi leo tunakunywa pengine mara moja kwa wiki, chai pengine ya maziwa ni tunu, basi serikali ilikuwa ikileta maziwa. Nakumbuka tulikuwa tukipewa kila siku, nafikiria Alhamisi, kitu kama hicho, linakuja lori linamwaga maziwa shuleni, watoto wanaenjoy, wanakunywa maziwa, kitu ambacho ni nadra. Siku hizi huwezi kupata hivyo vitu, vipo na hakuna, yamekatika kutokea wakati huo, hakuna tena. Lakini nasema ni mfano wa serikali vipi mara nyingine inaingia kwenye gharama kwa ajili ya kuwafurahisha watoto.
Na serikali nyingi zinafanya miradi, wanajenga skuli, wanajenga hospitali ya akina mama. Yote ni kwa ajili ya kutengeneza mazingira mazuri kwa watoto. Sasa watoto ni watu muhimu sana katika maisha yetu, na Qur'ani imetaja wa miongoni mwa vitu vitamu vizuri wanavyo mtu ni watoto. Allah anasema almalu walbanun zinatul hayati dunya, yani pesa na watoto ni pambo la maisha ya dunia. Mmoja katika mapambo Mwenyezi Mungu kataja hela na watoto. Yani hivi ni vitu ambavyo vinaipamba dunia yako, vinaipamba ulimwengu wako. Wewe unaona ukiwa na pesa tu hata njaa inakuwa inakuogopa, lakini ukishaanza kuwa huna pesa njaa ovyo ovyo zinakuja. Lakini ukiwa na hela usikie hata kula, unazo tu pesa. Ina solve baadhi ya problem ambazo zinafsi, yani psychologically. Pesa zinatatua matatizo ya kiakili. Utaona watu wengine wakiwa na pesa wanakuwa katika hali ya amani. Akikosa tu mpaka watu wengine wamewajua, huyu jamaa anaonekana siku hizi hana hela. Maana amekuwa anasema ovyo, atukana ovyo, amechanganyikiwa. Akipata anatulia. Japokuwa mara nyingine inawezekana kwa watu wengine kwa vice versa. Ukipata pesa ndio unakuwa mwenda wazimu. Lakini na watoto vile vile. Kuna watu usiwaguse katika upande wa watoto wao. Watoto ni kidonda chake, ni jeraha lake. Anaweza akaingia katika vita kwa sababu ya watoto. Nilikuwa nikisomesha katika baadhi ya skuli, nilikuwa nikiwaona baadhi ya wazee wanapokuwa wakali. Kama mtoto wake limempata lolote pale shuleni au madrasa, mzee amekuja hawezi hata kuongea kwa hasira kwa sababu ya mtoto. Akija kumleta mtoto wake shule, anaangalia na kutizama mazingira yote ya pale, yani utafikiri yeye ndo anakuja kusoma. Angalia classroom zilivyo, kwenda kwenye vyoo kwa vipi, mpaka ule uwanja unaweza ukamwona hata anaondoa jiwe, wala mtoto wake hajaja pale kuanza kucheza, lakini mawe anayaondoa kwa sababu mtoto wake atakuja kucheza pale. Kama huna mtoto huwezi kuyafikiria, unaona kama hii ni wenda wazimu. Lakini ukija ukipata mtoto na ukijua maana ya almalu walbanun zinatul hayati dunya, utajua hichi ninachokizungumza na maanisha nini. Lakini pia Allah katika vitu ambavyo vyenye kuambiwa ni mapambo zaidi kavitaja katika suratu Ali Imran. Allah anasema zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisai wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Hapa kataja mtiririko wa vitu ambavyo vimepambwa na kuleta starehe katika hii dunia, na tumepambiwa sisi. Zuyina linnasi, wamepambiwa watu hubbu shahawati, wana matamanio, ghariza hizi, kupenda nini? Minan nisaa, wanaume kuwapenda wanawake, walbani, kupenda watoto, hususan watoto wa kiume. Watu wanaroga, watu wanaenda kwa waganga. Mwenyezi Mungu aliposema yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau dhukur, yeye ndo mwenye kutoa watoto wa kike, yeye ndo mwenye kuwapa watu watoto wa kiume. Wa yaj'alu man yashau aqima, na ugumba pia ni majala yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ilikuwa ni kuhusu watoto. Watu huenda kufanya ushirikina kwa sababu hajapata mtoto. Allah anasema katika vitu ambavyo ni mapambo, wanawake, watoto wa kiume hasa, kwa sababu watu unaona ukipata watoto wa kiume ndio wamelinda boma lake,
na ukoo wake kuendelea na vitu kama hivyo. Lakini kama sio hayo yenye kutosha kuhusu umuhimu wa hili jambo, mitume wote takriban isipokuwa 2 watatu walikuja wakaoa na wakawa na watoto. Allah anamwambia mtume wake, walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriya. Ewe Muhammad, tulikisha kuwatuma mitume kabla yako na tuliwajalia hao mitume wakawa na ndoa na wakawa na watoto. Kwanza ni baba yetu Adam. Allah anasema ya ayuhan nas inna khalaqnakum anasema ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Ameeneza kutokana na wawili hawa wanaume wengi na wanawake. Watoto wamezaliwa mpaka leo, ukaona kizazi bado kinaendelea. Watoto ni baraka kutoka kwa Allah. Watoto ni neema kutoka kwa Allah, bali ni starehe, ni moja katika viburudisho vya macho, ni qurratu ayun. Sasa kilichonifanya nizungumze hili jambo kuhusu watoto na kukengeuka na kupinda kwao katika maadili, moja katika mambo ambayo tumepigwa vibaya Waislamu ni jambo la maadili, jambo la akhlaq. Yani wewe ukizungumzia mambo ambayo leo tumefeli kupindukia, ni katika maadili, ni katika tabia. Ahmad Shauqi mnamjua sana, ni mshairi hodari na alikuwa na ulimi mkali sana, kwa na hikma na kuona mbali sana katika mashairi yake mengi. Ukiyasoma na kuyasikia utaona namna gani alikuwa anafikisha ujumbe kwa njia murua kabisa. Mmoja katika ujumbe wa kuharibikiwa sisi katika akhlaqi anasema hivi, talabatul ilmi, ni vizuri mkauchukua ujumbe huu na mkaufanyia kazi. Anasema hivi, wa idha usiba alqawmu fi akhlaqihim faaqim alayhim ma'taman wa awila. Wa idha usiba alqawmu fi akhlaqihim, watakapopatwa na msiba watu, jamii itakapopata pigo, fi akhlaqihim, katika maadili yao, katika desturi zao, katika akhlaqi zao. Yani msiba sio kufa mtu, msiba sio kwamba umekosa jambo fulani na fulani na fulani unayoona wewe kwamba ni mambo makubwa. Nasema msiba anaozungumza Ahmad Shauqi ni watu wakakosa akhlaq, ni watu wakakosa tabia. Wakishapatwa na msiba huo, anasema faaqim alaihim ma'taman wa awila, waekee kilio hawa watu, waekee matanga, waekee msiba. Sio akifiwa na mtu, akidondoka mzee wao wa mtaa, akiondoka kiongozi wao fulani waliliwe. Hapana, anasema la, wakipata pigo la maadili, wakawa hawana adabu, hawana akhlaq, waekee matanga, tena kilio cha kweli kweli, kwa sababu hapo wamepatwa na msiba. Ndugu zangu, wallahi billahi, nakuapieni, katika zama ambazo sisi tunaishi, pigo letu kubwa na msiba wetu mkubwa upo katika akhlaq na tabia. Hapa ndipo tulipovurugwa kikweli. Wewe angalia tu kundi la watu katika jamii yetu, liwe labda linatoka kuangalia football match, kulikuwa na mechi fulani kule kule, kabla hata hawajatoka kule kule kwenye viwanja vya mpira, sikiliza yale mazungumzo yao. Mimi nishawahi kuhudhuria katika baadhi ya mechi. Zamani nilikuwa nikienda Amani Stadium,
watu wengi hawajui, inawapa siri moja, kwenda kutizama mechi, kwa sababu mimi napenda mpira kutokea ujana wangu. By the way, mimi nilikuwa namba 10 ndo striker. Kama sijaja mimi mechi na ahirishwa. Amna sio. Amuri anapiga makofi, amenogewa. Sasa ilikuwa mara nyingi usiku tunatizama mechi na vijana wengi. Basi yale matusi unayoyasikia nyuma yako huko, unajua kuna baadhi yetu hatukulelewa kusikia matusi kila aina. Sasa mtu anapotukana unaona tabu wewe, unaona vibaya wewe. Unapomsikia mtu anasema vitu vya hovyo unaona tabu. Ile matusi unayoyasikia, kocha anapotukanwa, pengine mtu mzima ambaye anamzaa yule kijana, striker akikosa goli, amekosa penalty, atatukaniwa yeye mpaka baba yake na mama yake wa 7. Yote haya ni maadili yamekosekana. Alafu sasa watu watoke hapo, iwe timu yake mtu imefungwa, wanapita kila pahali, basi nchi itashika adabu yake kwa namna mambo yanavyokwenda. Sasa hiyo ni sehemu moja tu, watu wanatoka kwenye football, sikwambii kwenye viwanja vingine. Sasa hii inaonyesha kiasi gani maadili ya watu wetu na watoto wetu yalipofikia. Sasa huko kote tumetoka, sasa hivi tuko kwenye mambo ya dini. Haya maadili haya machafu yamehamia kwenye dini sasa. Yamehamia kwenye mawaidha tunayotoa. Si hapa natoa nasaha kama hizi, kama mtabahatika kuingia kwenye mitandao mkaona live hizi zinapita, basi wakaona baadhi ya vijana ambao pengine wanakhtalifiana na mimi kwa njia moja au nyingine, shuhudieni ile kamia, ile idadi ya matusi yaliyo katika zile comments zao. Na kuambia hivi kukuonyesha ushahidi kwamba tumepigwa pahala vibaya mno. Yaani sehemu ambayo ilikuwa hakutakiwi kuwa na vitu kama hivi, leo vipo. Na kama sikuona haya, baadhi yao hudhuria katika darasa kama hivi, sio kwa lengo kwamba anaenda kusikiliza, anaenda kuchukua point, nukta, katumwa kama shushushu fulani. Leo bwana katushambulia kweli kweli, katutaja hivi. Yani tumefeli kwa kiwango kikubwa mno. Yani sehemu ambayo ilikuwa haitakiwi haya mambo yawepo, leo yapo. Matusi ya nguoni, wanaambiwa watu wa dini, mashehe, maimamu, ulama, wazee, maraisi, mawaziri, wanatukana ovyo tu. Hilo likijulisha jambo linaonyesha ni kiasi gani maadili hayakuporomoka tu, yamekufa. Kwa hiyo tutafute njia ya kuyahuisha. Imam Ghazali ni maarufu sana, hasa katika almutasawwifin au katika sufia. Imam Ghazali ana kitabu chake anakiita Ihya Ulumuddin. Yani kuna kipindi yeye alipofanya observation akaona kwamba ulumuddin kama zimekufa, sasa zinataka kuhuishwa, akatunga kile kitabu. Mmoja katika vitabu vizuri ambao nimewahi kuvisoma, anahuisha mambo yaliyokufa. Sisi maadili yetu ndugu zangu yamekufa. Tunatakiwa wawepo watu sasa wahuishe haya maadili. Tutaweza? Mshairi mmoja asema, laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Anasema utapata kusikilizwa kama unamuita mtu aliye hai,
Lakini je, mtu aliyekufa unamwita atakuitikia? Ina maana kuna kazi kuhuisha kitu ambacho tayari already dead. Kwa hiyo maadili, ndugu zangu, yamekufa, kwa sababu pale ambapo tulitarajia kwamba hawa ndio watakuwa watengezaji wa maadili yetu, wao ndio wavurugaji wa maadili yetu. Hawa ambao wanasikiliza darsa kila kukicha, wanasikiliza qala Allahu qala Rasulullah, hawa ndio tulitarajia sasa waende mitaani wawaambie watu, jamani, hichi sio sawa, tengezeni ndimi zenu, maadili yenu, dini ni akhlaq. Ad-dinu al-khuluq, faman faqaka fi al-khuluqi faqad faqaka fi ad-din. Dini ni maadili, dini ni tabia. Aliyekushinda wewe katika tabia, jua ameshakushinda katika dini. Hili linalolizungumza kwa watu wasiokuwa na adabu, wale vijana, utaona wamepata mubarrir la kulipeleka kule ambako wanataka wao, alimradi wahalalishe utovu wa adabu na nidhamu walizokuwa nazo. Lakini Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ya Abu Darda, amesimulia Imam Tirmidhi, Imam Abi Daud, Mtume anasema ma min shay'in athqalu fi mizani al-abdi yawm al-qiyamah min husni al-khuluq. Hakuna katika siku ya Kiyama kitu kitakuwa na uzito katika mizani kushinda tabia njema. Hadithi ya Mtume. Yani wewe utakuja na mambo yako mengi, lakini uzito mkubwa utakuwa katika akhlaqi zako na desturi na tabia na mila na silka nzuri ambazo hizo ndio zitakuwa na uzito siku ya Kiyama. Lakini kama haitoshi, si unaona leo tunafunga saumu yetu ya kwanza. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu atukidhie haja zetu na atukubalie saumu zetu. Hii saumu kuna na qiyam kitafuata usiku. Hizi ni thawabu kubwa sana. Lakini angalia hadithi ya Mtume. Bibi Aisha anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu innal abda la yablughu darajata as-sa'imi al-qa'imi bihusni khuluqihi. Hadithi ya Mtume nayo imesimuliwa na Imam Abu Daud. Anasema mu'min, mtu anaweza akaifikia daraja ya mtu aliyefunga akakubaliwa saumu yake na aliyesimama usiku qiyam. Sio kufunga tu, ni saim qaim. Mtu anaifikiaje daraja ya huyu? Asema bihusni khuluqihi, anaifikia daraja hiyo mtu kwa tabia zake nzuri. Ina maana ukiwa na tabia nzuri unafika daraja ya aliyefunga, aliyesimama usiku. Kwa hiyo mimi sizungumzi kitu hovyo, kitu bure, ni kitu cha thamani kubwa ambacho ni identification, ni ID yao, identity ya Uislamu wako. Yani Uislamu wako ndo hizo tabia. Mtume wako anaambiwa wa innaka la ala khuluqin adhim. Ndio sifa kubwa ambayo Mwenyezi Mungu amempa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na aya niliwaambia katika khutba, aya zote za Qur'an 6236 zote aya za Qur'an 6236. Katika hizo 130 tu ndizo zinazozungumzia mambo ya ibadat, mambo ya kufanya ibada. Hizo 6236, 130, yani wanasema hii ni 2%, au inazidi kidogo au inapungua kidogo, ndio inayozungumza mambo ya ibada. Na haina maana kwamba ibada ni upuzi, lakini kuna kitu kikubwa kimezungumzwa katika hizi aya za Qur'an, zaidi ya 25%. Ni nini? Akhlaq. Wanasema katika 6236 za tabia zimetajwa 1504 aya za akhlaq na desturi nzuri na maadili mazuri.
zimetajwa mara 1504. Ukikompea 130 za ibada, huoni kwamba kumesisitizwa jambo huku? Huoni kwamba hapa kuna umuhimu mkubwa? Huoni kwamba mtu akifeli hapa amefeli dini? Muamalat, uaminifu, akhlaqi nzuri za kuwa mkarimu, kusema ukweli, kuacha uongo, kuwa mtu mwema kwa wenzako, kuwa na uso wa bashasha, vyote hivi. Ukiacha aya za Qur'an, nenda katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad, vile vile zaidi ya 70%, bali kuna wanachuoni wanasema 95% zinazungumzia akhlaq, 5 peke yake ndio zinazungumzia mambo mengine. Tabia imepewa nafasi kubwa sana. Ndio maana Saidna Umar ilikuwa ikifika pahala anamtaka mtu amlete mtu ambaye atamsimamia katika ushahidi, anamwambia jini biman yaarifuk, niletee mtu ambaye anakujua wewe. Saidna Umar anamtuma mtu amletee mtu anayemjua huyo mtu vizuri. Anakuja naye mtu huyu, atasimama ushahidi, huyu ananijua. Saidna Umar anamuuliza yule mtu, kaifa taarifuhu, unamjuaje? Unamjuaje? Anamuuliza, a anta jaruhu alladhi ya'rifu makhrajahu wa madkhalahu, hivi ni jirani yako huyo? Jirani ambaye unajua jirani yako kaingia saa ngapi na katoka saa ngapi? Ni jirani yako, kwa sababu akiwa jirani yako ndio utamjua. Umeonana pale, asalamu alaykum jirani, jambo vipi, watoto hawajambo, karibu, una shida gani, nimekuja kuazima. Vitu kama hivi vinatokea kwa majirani. Kuna jambo lolote limetokea, jirani yuko ndo wa kwanza. Una msiba, unamwona yupo. Una nikaa, kuna harusi, jirani yupo. Watoto, jirani yupo. Zile activity za jirani anakuwa wa kwanza kufika, hata kabla ndugu zako waliolala pamoja na wewe tumbo moja. Sasa yule unamjua, jirani yangu mashaallah, jirani yangu mashaallah, au jirani yangu unatamani nipate mtaa mwingine nihame kwa ajili yake tu, siwezi kuishi naye. Na wengi washahama mitaa kwa sababu ya majirani. Kuna mitaa watoto wanatoka kwao huko wanakuja kucheza hapo nyuma chini ya dirisha yako. Ulali mchana wala ulali usiku. Na ole wako uwakanye, ole wako uwatahadharishe, jamani mtafuteni pale pa kucheza. Ole wako, itakunyeshea mvua ya matusi. Mambo mengi yanatokea katika viwanja tofauti tofauti, katika mawaqi tofauti tofauti. Sikwambii barabarani na madereva, sikwambii. Kila aliyekuwa ni dereva anaweza akanifahamu vizuri ninachoongea. Nimemkosea mtu kidogo tu, mitusi ambayo hujawahi kusikia wewe utaisikia barabarani kwa waendesha Vespa na waendesha motokari na wenye daladala. Hivi vitu vinatuumiza sana, na lazima tuvizungumze, tusaidiane ili kupata kurekebisha haya mambo. Imekuwa ndo kama sifa yetu, mitaa yetu. Kuna mitaa hasa unaambiwa hiyo mitaa hiyo yani ni maarufu kwa haya mambo ambayo tunazo. Kwa nini iwe mitaa hiyo iwe ni maarufu kwa vitu vya hovyo? Kwa nini? Alafu wenyewe wanaona ndio uhodari. Wewe hujui huu mtaa wewe, sasa utaujua. Kwa nini? Vitu kama hivi ambavyo vinaleta kichefuchefu, kwa nini wewe iwe kwako wewe vinakufurahisha? Na mtume wako anasema, aqrabukum minni majlisan yawm alqiyama ahasinukum akhlaqa, wale waliokuwa karibu nami siku ya kiyama ni wale wazuri wa akhlaq wa tabia.
Unamjuaje huyo? Anauliza Umar. Ni jirani wewe? Sema na si jirani yangu. Anamuuliza mara ya pili, a anta amaltahu fi suq, umeamiliana naye markiti, yani umefanya naye business, umefanya naye biashara? Kwa sababu ukifanya na mtu biashara kuna kule kukwazana, kuna kule kupishana bei, mara nyingine kuna kutoelewana. Unajua, katika hali za kawaida sote ni malaika, sote katika hali za kawaida sote ni wacha Mungu. Unaona hapa kwenye darasa ukimtazama Amr utakuta masha Allah, masha Allah, masha Allah, huyu nitamuozesha binti yangu. Yani ni mfano, sio kweli Amr, nasema mfano, kwa sababu unamuona msikitini na kofia yake nzuri ametulia. Mimi napiga mfano kwa huyu, ni mwanafunzi wangu, nimemsomesha kule Highview. Unaweza ukatuona sote msikitini hapa malaika, masha Allah. Uthman Maalim ndio imamu wetu, masha Allah. Sikiliza na huyu ndio muadhini wetu, sote nasali 5 salawat. Katika hali ya kawaida sisi ni malaika. Itokee tumepishana kidogo kauli, pale ndo utajua true color ya mtu. Sasa pale ndo tabia za mtu zinajulikana. Ndio maana mmoja wa hekima anasema mara nyingine ni vizuri tukakosana ili tabia zetu zikafichuliwa na kule kukosana kwetu. Kosana na mtu ndo ujue mwenyewe. Sasa jamaa mimi namuona mpole kweli kweli yule, lakini juzi bwana nilimuona mtu mwingine. Kwa nini unajua umemuona mtu mwingine? Kwa sababu sasa ile hali yake. Sote matusi sote tunayo. Nguvu, hasira zote zipo, lakini kuna kujificha, kujitahidi usitokee, kuficha makucha yake. Ndio maana Allah anasema katika Qur'an, katika wale ambao wanataka kwenda peponi, sawa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghayza wal 'afina 'anil الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Mpaka mwisho wa aya. Nasema kama mtu anataka kukimbilia pepo, akimbilie pepo iliyoandaliwa kwa wacha Mungu, na hao wacha Mungu wametajwa katika awsaf, alladhina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra'i, wenye kutoa hela zao. Hizi ni tabia nzuri za ukarimu, tena katika hali zote, fi sarra wa dharra. Ana furaha, hana furaha. Kuna watu wengine hawakupi kitu mpaka afurahi. Anakuambia sasa siku nikifurahi na wewe utafurahi. Kama hajafurahi wala usimwambie kitu. Lakini huyu iza fi sarra wa dharra, wal kadhimin al ghayr, na wale wenye kuzuia hasira zao. Unaona, hasira kila mtu anazo, hakuna mtu asiyekasirika. Asiyekasirika huyo ni punda, lakini mtu anajizatiti kuzihifadhi na kujichunga asitoe zile hasira, basi huyu ana zawadi kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubwa. Kwa hiyo anamuuliza, wewe ushafanya naye biashara huyu? Kwa sababu katika kufanya biashara ndio kuna kukwazana. Wengi tushakwazana na watu kwa sababu ya biashara, kwa sababu ya hela. Haya yanatokea, hapo ndipo tutajuana. Lakini hivi sote ni malaika, ngoja litokee tatizo sasa.
ndio utajua huyu mtu ana tabia nzuri. Hivi tu usimjaji, ngoja apate misukosuko na mitihani fulani. Sasa hizi huwa zinafichuliwa mara nyingi na namna ya muamalati wetu. Kitu kingine akamuuliza, hal safarta maahu, wewe ushawahi kusafiri naye huyu? Sababu hizi sehemu tatu alizozitaja Saidna Umar ndizo sehemu ambazo tabia ufichuka. Uko safarini na mwenzako, unamuona namna anavyokuwa ana huruma na wewe, unamuona. Kuna watu ukiwa nao katika safari unaenjoy safari yote ile, anakusaidia pahali ambapo panahitajika msaada, pahali ambapo wewe huwezi kufika yeye anafika. Na kuna wengine mashaallah wanasema, mimi katika msafara wetu huu wote nipeni nafasi mimi, mkitaka maji juu yangu, mkitaka hoteli nalipa mimi, mkitaka chakula mpaka tukirudi. Wapo watu aina hiyo, tumeshawahi kuwaona. Vipi namna anavyokaa na wenzake, ukikaa naye kila wakati unafurahi, hatukani wenzake wala hakuna kusengenyana, we unatamani kusafiri naye kila wakati. Ukienda ukitaka kuangalia chochote, ukienda kulipa tunaambia yule kishalipa, yule kishalipa. Sio ile ya kulipiana kwa sababu kuna mambo mengine, bwana itakuwaje nalipiwa mimi kama mwanamke? Hapana. Ukarimu yake siku hizi maana mpaka uweke bayani. Ukisikia lipiwa kila wakati unashtuka. Kile kitu unafanywa, kile kitu unafanya. Dunia ilivyoharibika imekuwa lazima mtu awe na wasiwasi. Lakini mimi nazungumzia maadili. Hayo mambo mengine sisi hatuyataki. Hivi unamuona mtu katika safari kiasi gani? Maana safari Mtume anasema ni qit'atun min al-adhab. Safari ni kipande cha adhabu. Yani zile stress. Mimi huwa nasafiri sana hususan na mahujaji. Wanakupa stress ya hali ya juu. Maana unajua watu mara nyingine ni kama watoto katika tabia. Njoo hivi haji, fanya hivi hataki. Usichukue hiki anachukua, usibebe hiki anabeba. Sasa zinapanda stress, zinapanda, lakini unafunga mdomo wake. Bila hivyo ungekuja ukasikia mambo, bwana yule Uthman Maalim Simone hivi, kumbe yule bwana akiwa katika safari ni mkali kweli kweli, ni anatukana mtindo. Yanatokea hayo. Wewe umeshachoka kizunguzungu, unapata madege hayo kilo. Halafu kuna watu wengine wanakukera bado ndani, wanafanya vitu, unapata vitu vya ajabu. Ndio maana Mtume akasema safari ni kipande cha adhabu. Yamna'u ahadakum min ta'amihi wa sharabi, safari inamzuia mmoja wenu kula na kunywa. Yani huli vizuri ukiwa safarini, wala hunywi vizuri. Hiyo kwenda haja peke yake pia huendi haja vizuri. Umeacha choo chako nyumbani, hatumii mtu yoyote, ni wewe tu. Unaenda kutumia choo, anatumia watu 50 kwa dakika 5. Unalala pahala pasipolaliwa, hata mbwa hawezi kulala mara nyingine. Vitu vinatokea katika safari vya ajabu ajabu, vile tayari vinafanya mambo katika hali yako psychologically. Sasa hapo ndo tutakujua wewe ni mtu aina gani. Unaweza ukatukana taasisi nzima mpaka aliyeanzisha, kutokana na mambo yanapotokea katika safari. Ndio maana Mtume alikuwa akisema, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma anta as-sahibu fi as-safari wal khalifati fi al-ahl. Allahumma yassir alayna safarana watwi anna bu'da. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'i as-safar wa ka'abati al-manzar wa su'i al-munqalab. Hivi vitu vyote vinatokea. Mandhari mabaya, kusawijika uso yanatokea. Mtume alikuwa anasema, na ya Rab, ni kinge na kusawijika mandhari mabaya na maregeo mabaya na waatha, yani shida, shadaidi safar. Katika safari kuna shida. Sasa Umar anamuuliza, ushasafiri naye wewe huyu mpaka ukawa unamjua? Pale ambapo safari inamfichua huyu ni mtu aina gani.
Ushasafiri naye? Akisema hapana. Kwa hiyo si jirani yake, hajafanya naye biashara wala hajasafiri naye. Anamwambia no, humjui. Idhhab watini biman ya'rifuka fa inna hadha la ya'rifu. Huyu hakujui, huyu kaletee mtu aina hii ambaye anakujua. Jirani anakujua, mfanya biashara mwenzako anakujua, mkiwa mmesafiri pamoja kwa muda mnajuana. Kaniletee mtu aina hii. Maadili, nimetaka kuizungumza mada hii kwa sababu maadili ni kitu kikubwa sana. Sasa naanza kutaja baadhi ya sababu zinazowapelekea watoto kupinda na kuharibikiwa katika maadili. Sababu ya kwanza, alfaqru alladhi yukhayyimu ala ba'd al-usar, yani kukengeuka, kuharibikiwa, kuwa na tabia chafu kwa baadhi ya watoto wetu. Tatizo hili huanzia pale ufukara unapopiga kambi katika baadhi ya familia. Alfaqru almukhim au almukhayyim ala ba'd al-usar, ufukara, umaskini uliotanda ukaeka kambi katika baadhi ya maboma, baadhi ya familia. Vipi ufukara na umaskini ndio sababu ya kubadilika kwa tabia za watoto wetu? Naam. Mtoto anapoanza kufungua macho nyumbani, akawa la yajidu ma yakfihi min at-ta'am, kile kinachopikwa pale nyumbani hakimtoshi, ashibi. Chakula anakipata kwa shida na tabu. Huyu mtoto usidhani kwamba hana fikra za kufikiria. Wengine anakuja nyumbani, mama njaa, hatuna kitu leo, kutokea asubuhi babako katoka hajarudi, na sijui atarudi saa ngapi, na sijui akirudi atarudi na nini. Hatimaye baba anarudi mikono mitupu. Watu wanakunywa maji tu, kuna familia zinakunywa maji tu, zinalala, zinachemsha mihogo, wanafanya kuwadanganya tu watoto na vitu vidogo vidogo, vibiskuti nini, wanalala. Kuna familia tuna taabu. Kuna mambo wewe unafikiria ni utani tu, lakini watu wana taabu, wana njaa, hali ni ngumu. Watu wanakula mlo mmoja tu, tena ugali leo alafu mpaka kesho, mlo mmoja tu, tena muhogo. Wanakwenda huko wanang'oa mihogo hii, wanakwenda kutokosa kuchemsha, watu wanakula basi mpaka kesho. Wewe unakula unatupa pipani, wewe unakula unatupa barabarani. Kuna watu wanakitafuta hicho. Wewe ule ufukara ule unamuathiri mtoto, na inakuwa akili yake ina search. Mara nyingine ana huruma, kumhurumia mamake. Kuna baadhi ya vijiji tuliwahi kwenda sehemu fulani, mtoto wa kike na miaka 18, lakini sura yake utafikiria na miaka 48. Yani ameshapigika. Njaa na umaskini na ufukara unambadilisha mtu mpaka sura. Watu wana shida. Nimewahi kuenda katika vijiji, nimeona watoto wanatembea, watoto miaka 6, miaka 5, wanatembea uchi bila, yani hata chupi hakuna. Nauliza mbona hao? Wanasema hawana nguo, hatuna nguo ya kuwavisha. Yani wanakwenda uchi, wanazunguka mtaani wanakwenda uchi. Hakuna nguo ya kumvisha mtoto. Yani mpaka zile za mitumba pia hakuna. Ndio maana tunasema wewe ukiona nguo umeshazichoka, hizo zinakuwa mpya kwa wengine. Tafuta njia, ile njia tu ya kwamba bwana hizi wapelekeeni huko. Andaa mazingira kama haya, watu wakavae hivyo vitu. Hivyo ni vitu muhimu sana. Sio kila unachokiona wewe hakikufai basi ujue kinamfaa mtu mwingine. Kanzu hiyo uliyovaa wewe sasa hivi umeshaichoka, lakini kwa watu wengine hiyo ni mpya.
wapelekee wakabadilishe mazingira. Watoto wao wanahitaji. Watoto wetu sisi alhamdulillah kwa siku wanabadilisha nguo 5. Huko mtu ana nguo moja tu au hana kabisa. Hivi vitu vinatokea. Kwa hiyo ufukara ambao unaingia katika hii nyumba, mtoto unamwasha ufukara, unamkereketa ufukara, unamuumiza, na mara nyingine huwa ndo anaanza kuchukua hatua mapema. Utaona kitoto mapema kinakwenda kutafuta kwa ajili ya watoto, na ndio maana zimetokea zile leba za watoto, yani ajira. Utaona ajira za watoto. Afrika imepiga kelele sana kuhusu sababu hii ya watoto kutumishwa kufanya kazi. Vitoto vidogo vidogo vinakoroga zege, vinachukua mizigo, vinabeba, vinapeleka nini nyumbani watu wakale. Sasa hili jambo la wao kuwauma, kutaka kutoka kwenda kuangalia angalau wazazi wao wafanyie vyema. Sasa kule wanakotoka, sasa huko wanakoshukia, ile mikono ambayo itawapokea wakati watoto wametoka. Sababu si nataka kuwasaidia wazee, na mimi nataka niwasaidie mama na baba. Sasa ile mikono ambayo ataangukia sasa, kama ni mizuri, ahlan wa sahlan, wanaweza wakamsaidia baba na mama kulea. Lakini wengi wao hawaangukii katika mikono mizuri. Hapa ndipo mtoto anapoanza kuwa muhuni. Hapa ndipo mtoto anapoanza kuwa jambazi. Mtoto anapoanza umalaya. Mtoto anapoanza vitu vya ajabu ajabu, ili tu hakikishe wazazi wake wanaishi vizuri, wanapata kile ambacho yeye anaona hawajakipata. Haya yanatokea ndugu zangu, ni mara nyingi sana. Ufukara ukasababisha mambo mengi, na ndio maana Uislamu. Mimi kwanza sasa hivi nazungumzia zile asbab. Inshallah mbeleni huko naweza nikataja sasa ilaji zake, solution, tufanye nini. Lakini sasa hivi tutataja asbab ambazo zinapelekea watoto wetu kuharibikiwa katika maadili, ili kila mwenye mtoto, ili kila mzazi, ili kila nyumba ambayo tumepata ukumbusho huu, tudhibiti vile vitu ambavyo pengine vinaweza vikasababisha watoto wetu kuharibikiwa. Nafikiri time yetu imekwenda sana kwa leo, na kwa sababu umeme hamna, nataka tuendelee. Tuendelee kidogo, tutaje na sababu ya pili. Sababu ya kwanza, ufukara uliotanda na kuweka kambi katika baadhi ya familia ni sababu ya watoto kuharibika kimaadili. Vipi? Mtoto na yeye anataka kusupport wazazi wake, hakubali kuona mama anashinda njaa, na pengine mama mjamzito anakunywa maji tu, anakunywa uji peke yake, hakuna chakula. Anaamua, anajitosa mtoto, mimi nitakwenda kutafuta kazi. Sasa huyo atakayemwandika kazi ni nani? Ile mikono inayompokea, magenge yale ambayo anakutana nayo kule. Bwana, usiwe na wasiwasi, sisi wenyewe hapa tuna madili yetu. Kuna supermarket fulani, kuna duka fulani, kuna kampuni ya mzee fulani, kuna pahala fulani, kuna shamba fulani, sisi chakula chetu tunatoa huko. Unafanya nini sasa? Tutaiba tu. Watu wameifanya kama kuiba ndo solution yao. Sasa hiyo pia angalau kuna nyingine sasa ya kusubiri watu usiku wakawakaba. Sasa mtoto akiwa kidogo ana mwili mzuri, kumwambia bwana, we bodi yako inafaa, we kazi yako itakuwa kukaba, si kazi yetu kuchomoa. Anapangiwa kabisa, na watemi hawa wanampangia kazi. Utamwona mwanao anakaba watu usiku, wanachomoa, wanakwenda kugawana. Na kwa nini hizi kazi zinawanogea? Kwa sababu siku nyingine mtu anatoka kazini usiku, ana mshahara wake, mshahara wote wanauchukua wao. Wote. Anarudi nyumbani hana kitu, wahuni wameshachukua, wanaona kumbe hii kazi nzuri sana. Na mtoto wangu na mtoto wako wameingia katika hizo shughuli baada ya kudondokea katika mikono ya watu aina hii.
kama ni wa kike ndo kuna watu wanasema use what you have to get what you want. Yani tumia ulichokuwa nacho upate kile unachokihitaji. Wewe mwanamke mzima, wewe unasema huna pesa. Wewe mwenyewe kuanzia unyee mpaka unyaa ni pesa tu, kwa unasema huna pesa wewe. Wahuni wanamwambia sasa, wanamuonyesha, namfungulia pochi au handbag yake, ngetizama. Wewe umekaa tu huko unasubiri baba mama akulete, tizama pochi langu, tizama nyumba hii, tizama gari ile ninaendesha, tizama mimi ninavyong'ara, angalia nywele hizi zinavyokuwa. Anampa vitu yule, anashangaa sasa wewe unafanya nini mpaka unapata hivi vyote? Anambia twende usiku nikupeleke. Anamuuza kwa wanaume, at least apeleke unga na mchele nyumbani. Hivi vitu vinatokea. Nisistrike hapo sana, twende katika nukta ya pili. Nukta ya pili anasema an-nizau wash-shiqaqu baina al-abai wal-ummahat, mizozo na migogoro na migongano kati ya baba na mama nyumbani. Na hili nalo ni moja katika asbabul inhiraf inda al-aulad, watoto kuwa na tabia zisizokuwa nzuri, kuwa na tabia mbaya, kuwa na maadili mabaya. Kinasababisha nini? Mizozo yetu sisi waume na wake zetu nyumbani. Kuanzia mwanzo mtoto anaona nipe nikupe za baba na mama pale nyumbani. Anaona watu wanapigana kila siku, tafikiri kuna boxing pale. Ameshazoea. Anaona kama asiposhuhudia watu wanapigana watatukanana. Asipowaona watu wanatukanana, yani baba na mama, basi watakuwa wamenuniana tu, hakuna hata kutabasamu. Utafikiri pale ni jela, mateso tu kila wakati. Mtoto anaona, anafungua macho, hapati kusikia kilima kizuri nyumbani kutoka kwa mama kwenda kwa baba, au kutoka kwa baba kwenda kwa mama. Kilima kizuri anachokisikia labda siku hiyo mama kumuita baba, we mbwa we. Kuna watu wanaitana mbwa, upewa jina zuri paka. Angalau ile paka ni min tawafina alaikum. Lakini watu wana lugha nzito. Mke amechachamaa, anaweza akarusha ngumi, ikimpata baba knockout huyo. Yani mama pia naye yumo. Vitu hivi mtoto vinamuathiri. Akifungua mlango akiingia tu, yani siku hiyo kukiwa kumetulia, anaona ajabu. Anaweza kauliza baba leo hayupo. Kumbe na malaria, labda naumwa, ndo kidogo yale mawimbi yametulia. Sasa msidhani kama watoto wanafurahia hivi vitu, kuona wazazi wake wanapigana mbele yake. Na mara nyingine watu wakipigana ndo wanapigana. Mtoto anaona vitu ambavyo hataki kuona kwa wazazi wake. Hivi vitu vyote vinamuumiza, anakuwa traumatized na mambo mengi watoto hawa. Sasa hii hali au jawi kama hii, atmosphere hii, huwa mtoto inamlazimisha aondoke pale nyumbani, akatafute mazingira ambayo kidogo yatakuwa tofauti na yale. Sasa atayapata wapi? Atayapata maskani. Atachukua muda mrefu kukaa na wenzake kule, at least yanabadilisha. Kuna watu hawapendi kwao, ujue. Kuna watu hawapendi kwao, anakuchukia kweli kweli kwao. Si kwa lolote. Unafikiri kama nyumbani alhamdulillah kila kitu kipo, maelewano ni mazuri, kuna chakula, kuna upendo, kuna huruma, kuna hanan, ndugu zake. Unafikiri mtu asikupende kwao kwa nini? Lakini mtu hapendi kwao, ukimwambia nenda nyumbani anaanza kuhuzunika. Anajua nyumbani ndio nyumbani tu, lakini kwa kweli sio pahala. Ukishaingia tu mule ndani ni matusi kwenda mbele, ugomvi kwenda mbele, vita kwenda mbele. Bora nikae huku.
Sasa anaweza hata mara nyingine ukamwona siku mbili zote hajarudi nyumbani. Kimhoji mtoto anambia baba anampiga mama, siwezi kuona vile vitu. Hata kuambia kwamba siwezi kuona, lakini tayari vinamuumiza, hapendi kuona. Sio lazima mtoto akuambie mimi sitaki kuona kitu 1, 2, 3. Malezi ya pale nyumbani yanamfanya awe na tanafur, yani kuna vitu unajua vinafanya ukimbie, uvisukume. Sio vya kukimbilia, ni vya kukimbiwa. Ndio kama hivyo vya wazazi kuwa wao wenyewe pale nyumbani hakuna upendo wa kuwafanya watoto waipende ile nyumba. Na Qur'ani imetuambia wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Yani ile utulivu ni kitu muhimu sana. Sasa huu utulivu sio tu kwa mume, huu utulivu sio tu kwa mke, huu utulivu unatakiwa mpaka kwa watoto. Hii familia inajengwa sasa, watoto wale wanapata na wao utulivu. Umewatafutia mama mzuri, baba mzuri, watoto nao ni wazuri, unawalea katika mazingira mazuri. Na hawa watoto, unajua life nyingi ambazo sasa hivi sisi tunaziishi ni matokeo ya malezi ya wazee wetu walivyotulea. Hivi ambavyo wewe upo sasa, ajiangalia, unawapenda watoto. Kiangalia sana hawa watu walikuwa nao wanapendwa sana na wazee wao. Wale ambao hawana hata habari na mambo ya watoto nini, kichunguza ukiangalia wazazi wao walikuwa hawana habari na wao. Yani ni tofauti ndogo tu inatokea. Mtu amekuwa hamuoni baba wala hajamuona baba hata mara moja, lakini mwingine amekuwa mama hamuoni, ameshamzaa, basi utaona vitu kama hivi vinarudi, vina reflect. Hashughuliki na mamake mtu huyu, hashughuliki na babake. Na inaweza ukasikia statement ngumu kweli kweli, wewe mbona babako? Yeye mwenyewe alinitupa yule, hajalea hata siku moja yule. Tena ashike adabu yake, mimi simtambui. Sisi tunaona vitu vingi kwenye media, kwenye magazeti, vitu kama hivyo vinatokea. Mtu anamtukana baba yake, mama yake, vitu mambo ya ajabu ajabu. Ukiangalia ni vijana wetu wa Kiislamu, vijana wetu wa Tanzania wenzetu, wa Afrika wenzetu, vitu vya ajabu vinatokea. Kwa nini? Kwa sababu ya maadili aliyoyapata. Sasa mambo mengi ambayo sisi leo tunayaishi, tumeyarithi na kuyavuna na kukumbana nayo wakati wa uhai wa wazee wetu. Ni wachache wale ambao na realize kwamba mzee mimi nimemsamehe mama mimi, lakini hajanifanyia sawa, lakini mimi sitaki niwafanyie watoto wangu hivi. Mimi nataka niwe mtu mwingine. Ndio mtu anakuambia bila ya watoto wangu mimi no, sitaki mchezo kwa watoto. Vitu hivi vinatokea kwa sababu ameanza kujua nini tatizo. Na kama hujaambiwa tatizo huwezi kulijua. Unajua, kwa sababu akili zenye kutengeza matatizo ni nadra sana zile kuja kutatua yale matatizo. Lazima waje watu wengine wamsaidie. Bwana, kuna hili. Sasa wewe unakaa kweli, unasoma. Binadamu sio ng'ombe. Sema kweli, lakini hapa amesema kweli jambo, na hilo liko nalo. Huna huruma na watoto, huna upendo na watoto, kwa sababu wewe mwenyewe uliishi katika mazingira yale. Nyumbani pale unafungua milango, la tajidu laka aban yadhummuka dhammata hanan. Upati baba at least anakuhug, anakubusu kichwa. Hakuna, upati jambo hilo. Wewe huwezi ukawabusu watoto wako. Ndio maana yule Aqra ibn Habis alipomuona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anambusu mjukuu wake, akauliza, kumbe mnabusu watoto wenu? Kuna watu wanashangaa. Akamwambia ndio. Nyinyi hamfanyi hivyo? Asema mimi na watoto 10 sijambusu hata mmoja. Sisi kwa sisi hapa tuulizane,
Ni wangapi tumeshawabusu watoto wetu? Au mtoto anakukimbilia maringiti, nenda kwa mama yako huko. Na hiyo ni afadhali, anaweza akapigwa kiki, anaweza akapigwa kibao. Sasa mtoto ile hali haisahau. Kwa hiyo watoto hawa wana recall vitu vingi sana. Kama wanawake, watoto na wanawake ni hatari. Unaona yule mtoto yule pale kaja na babake kwenye darasa. Hii darasa ataikumbuka hii mpaka atakuwa kama mimi. Atafika miaka 50 bado ana recall. Kwamba siku moja tulikwenda darasa, Othman Maalim alikuwepo anazungumza hiki moja mbili, mpaka yale mazungumzo yale atakuwa anayajua. Wanawake ndo walivyo nao pia hivyo. Unaona hii kofia niliyovaa leo na hii kanzu, Ramadhani ijayo kama nikivaa hii, mwanamke atajua hii Ramadhani iliyopita Othman Maalim alivaa kofia ile ile na kanzu ile ile, sio hana nyingine maskini. Hivi vitu wanaviricall sana, wanavyo. Wewe na mimi kesho naweza nikavaa hii ukafikiria ni mpya. Wewe na mimi. Ndio maana wanawake kila harusi anataka awe na nguo mpya. Amejaza hizi nguo, lakini anasema mimi sina nguo. Una nguo? Sina nguo. Na hizi hapa za nani? Hizo nishavaa. Kwa sababu wenzake kule si ulivaa harusi ya Mwajuma hii. Hii sio ile, ndo hata wanajua kweli kweli, na sio hizo tu, mpaka sisi wanajua hizi nguo tumevaa harusi ipi, mwaka gani, Ramadhani ipi, ilikuwa tarehe ngapi, siku hiyo kulikuwa na mvua kali, kulikuwa na jua, yote hayo wanajua. Sasa wewe na wewe ukibeba vitu kama hivyo utakuwa unachukua tabia zao, waachie wenyewe. Si unafuatilia watu amevaa nini, alivaa lini, atavaa nini tena. Cha pili ni vitendo vya wazee kugombana. Inshallah hii Ramadhani hii tusichukue muda mrefu. Mimi nafahamu kuna watu wengine wanatoka mbali mno kuja kufuata darasa zetu, na tuwape nafasi inshallah warudi nyumbani, na pengine iftari hajaandaa, na kuna wengine wanajiandalia wenyewe iftari zao. Lakini leo tumefungua hii darasa na hizi nukta zipo nyingi, na inshallah nitazitaja kidogo kidogo. Kwa mtu ambaye ana family, ana watoto, atapata kufaidika. At least to prevent is better than cure. And say prevention, kule kuzuia ni bora kuliko kuponya. Tuzuie kabla jambo halijatokea. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa watu wenye kusikia na kuyachukua yaliyo mazuri. Inshallah nukta hii tutaondoka nayo kesho na kuendelea na nyingine zilizobaki. اللهم إنا نتوجه إليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الإجابة. يسر علينا أمورنا، أمور الدنيا والآخرة، واقض جميع حاجاتنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أشهد أن لا إله إلا الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. السلام عليكم.